Mwanadamu anapozaliwa hupitia hatua mbalimbali anapokuwa katika uso wa dunia. Moja kati ya hatua ambazo kila mwanadamu ambaye amezaliwa akiwa timamu lazima ataipitia kwenye maisha yake ni ndoa. Yapo mamilioni ya mafundisho ambayo yamekuwa yakitolewa kuhusiana na ndoa, lakini bado watu wanaendelea kufanya makosa mbalimbali katika ndoa zao. Na ngoja nikwambie kitu kimoja, ndoa inaweza ikawa ni sababu ya wewe kufanikiwa, lakini ndoa ni moja kati ya sababu inayoweza kupelekea anguko la kweli katika maisha yako. Kwa sababu hiyo, leo nitakwenda kukuambia ikiwa wewe ni mwanaume ambaye unatarajia kuingia katika ndoa, nitakwambia makosa matano ambayo hautakiwi kuyafanya pindi unapotaka kuingia katika ndoa. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni makosa matano ambayo hautakiwi kuyafanya pindi unapotaka kuingia katika ndoa. Namba 1, usikubali kuingia katika ndoa na mtu kwa kigezo cha uchumi wake. Moja kati ya makosa ambayo asilimia kubwa ya wanadamu wamekuwa wakiyafanya katika maisha yao ni kukubali kuingia kwenye mahusiano ya ndoa kwa sababu ya kufuata uchumi ambao watu fulani wanaumiliki kwenye maisha yao. Unajua ni kitu gani ambacho kitakwenda kutokea? Ikiwa wewe ni mwanamke ambaye umeingia kwenye ndoa na mwanaume ambaye ana uchumi kuliko wewe, utakuwa mtumwa katika mahusiano kwa sababu hautakuwa na upendo juu ya mtu huyo. Utalazimika kufanya vitu ambavyo vinahusiana na upendo hali ya kuwa unaigiza. Hautakuwa na furaha kamwe katika maisha yako. Hata kutamka neno na kupenda utakuwa unajilazimisha kwa sababu tu unahofia endapo utavunja mahusiano hayo, basi utakwenda kupoteza uchumi ambao mwanadamu huyo anaumiliki kwenye maisha yake. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kutokea kwa mwanaume ambaye anakubali kumuoa mwanamke eti kwa sababu mwanamke ana uchumi mkubwa kwenye maisha yake kuliko yeye, ni kwamba wewe mwanaume utaipoteza nafasi ya ubaba katika familia yako. Hautakuwa na nafasi ya kufanya maamuzi ya kweli kama mwanaume. Yaani utakwenda kuipoteza nafasi muhimu ambayo Mwenyezi Mungu aliiweka ndani yako katika ndoa. Utajikuta ni mtu ambaye unatii maelekezo badala ya kusimamia nafasi yako ya kufanya maamuzi ya kweli katika maisha ya ndoa. Lakini pia endapo wewe ni mwanamke au mwanaume ambaye utaingia kwenye mahusiano na mtu kwa sababu tu ya uchumi wake na si upendo. Uchumi ni kitu ambacho kinainuka na kushuka. Mtu anaweza akawa na uchumi mzuri leo, lakini kesho asiwe nao. Nini kitakwenda kutokea? Ni kwamba utajikuta kile ambacho umekifuata kwa mtu ambaye umefunga naye ndoa kimeondoka. Utakuwa na majuto milele kwenye maisha yako. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kama wewe ni mwanadamu ambaye unahitaji kuwa na furaha katika ndoa yako, hakikisha unaingia kwenye maisha ya ndoa na mtu kwa sababu unampenda, kwani mali ni vitu ambavyo mnaweza kutafuta na mkavipata, lakini upendo si kitu ambacho unaweza kukileta kwa mtu ambaye umeshaolewa naye hali ya kuwa haumpendi. Namba 2, usikubali kuingia kwenye mahusiano ya ndoa kwa sababu ya shinikizo kutoka kwa watu wengine. Moja kati ya mambo ambayo natamani kila mwanadamu aweze kuyajua na kuyaweka akilini. Wapo binadamu mbalimbali ambao waliingia kwenye maisha ya ndoa kwa sababu walilazimishwa kuolewa na watu fulani na wazazi wao, ndugu zao au jamaa zao. Ni kweli kabisa, inawezekana watu wanakushauri kuolewa na mtu fulani kwa sababu ya lengo zuri. Labda wameona mtu huyo ana tabia njema, lakini wewe moyo wako unasemaje? Kumbuka, ni wewe ndiye unayekwenda kuishi na mtu huyo. Kama kweli unampenda, basi olewa naye, lakini kama haumpendi, unakwenda kuingia naye kwenye maisha ya ndoa kwa sababu unahitaji kuwafurahisha wazazi, ndugu na jamaa zako. Amini usiamini, utakuwa na majuto makubwa kwenye maisha yako, kwani maisha ya ndoa yana changamoto zake na ni wewe ndiye unayekwenda kukabiliana na changamoto hizo.
Kama hakutokuwa na upendo, utakwenda kuwa miongoni mwa wanadamu ambao watakuwa na majuto makubwa katika maisha yako yote yaliyobaki, kwani pamoja na changamoto mbalimbali ambazo zipo katika ndoa, kama kutakuwa na upendo, basi upendo ndicho kitakachokuwa kitu pekee kitakachowapa tumaini la kuzishinda changamoto mbalimbali ambazo mtakumbana nazo katika mahusiano yenu ya ndoa. Ninakushauri, haijalishi wewe ni nani, kabila lako na mkoa ambao unatokea, kama unampenda mtu basi ingia naye kwenye maisha ya ndoa, lakini kama haumpendi mtu usikubali kuingia naye kwenye maisha ya ndoa eti kwa sababu watu fulani wanakulazimisha kuolewa naye ama kumuoa. Utajutia maisha yako yote yaliyobaki. Namba 3, kamwe usiingie kwenye maisha ya ndoa na mtu kwa sababu ya kufuata muonekano wake. Katika dunia yetu ya leo, muonekano imekuwa kama kigezo namba 1 ambacho vijana wengi hukitumia kabla ya kufanya maamuzi ya kuingia kwenye mahusiano ya ndoa na watu fulani. Ngoja nikwambie kitu kimoja, ni kweli mionekano inavutia, lakini muonekano ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kubadilika. Unaweza kuvutiwa kuingia kwenye mahusiano na mwanaume kwa sababu ana six pack, lakini kumbuka, six pack zimesababishwa na mazoezi. Ni kitu ambacho kinaweza kuwepo leo, kesho kisiwepo tena. Inawezekana wewe ni mwanaume ambaye unavutiwa kuingia kwenye maisha ya ndoa na mwanamke kwa sababu mwanamke ni mwembamba, ana kiumbo fulani ambacho kinakuvutia. Lakini kumbuka, siku yoyote kutokana na mabadiliko ya homoni, mwanamke leo anaweza kuwa mwembamba, kesho akawa mnene. Muonekano ni kitu ambacho kinaweza kubadilika muda wowote. Hebu niambie, kwa sababu uliingia kwenye maisha ya ndoa na mtu kwa sababu ya muonekano wake, muonekano wake utakapobadilika, ni kitu gani ambacho utakifanya kwenye maisha yako? Je, utampa talaka ama utaomba talaka ama utakuwa mchepukaji? Ni wazi kuwa moja kati ya kitu ambacho kinatakiwa kukushawishi kuingia kwenye mahusiano na mtu, chunguza tabia zake. Je, tabia zake zinaendana na vigezo ambavyo wewe umejiwekea? Kwani tabia ni moja kati ya mambo ambayo hayawezi kubadilika kiurahisi katika maisha ya mwanadamu. Kama umempenda mtu kwa sababu ya tabia zake, hata muonekano wake ukibadilika, tabia zake huendelea kudumu milele. Na ndiyo maana uzuri wa kweli upo katika tabia za mwanadamu. Hata wewe mwanamke, ukitaka kuwa mzuri wa kuvutia, basi hakikisha unakuwa na tabia njema ambazo zinaweza kuwavutia wanaume wengi. Namba 4, usikubali kuingia kwenye mahusiano ya ndoa na mtu kwa sababu ya umri wako. Mwanadamu yeyote ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia, umri wake unakwenda kwa sababu siku nazo zinaongezeka. Yapo mambo mbalimbali ambayo mwanadamu hutamani kuyafanya kwa sababu ya umri wake. Yapo mambo mengi ambayo mwanadamu anaweza kuyafanya akakosea na akarudi kurekebisha. Lakini moja kati ya makosa ambayo wanadamu wengi huyafanya katika maisha yao ni kuhusianisha umri ambao wanao na ndoa. Wapo watu wengi ambao wanadhani kwa sababu wana miaka 30 labda wamechelewa kuolewa. Watu wengi wanapoona watu wengine wenye umri kama wao wapo kwenye ndoa, basi wanaanza kupata presha ya umri, kuwa imekuwaje wengine wameolewa hali ya kuwa wao bado hawajaolewa. Na hapo ndipo asilimia kubwa ya wanadamu hufanya maamuzi ya kumtafuta yeyote ambaye anapumua ili waingie naye kwenye maisha ya ndoa. Kuna mwanamke mmoja nilisikia anasema, kwa umri ambao nimefikia, nikimpata mwanaume yeyote ili mradi tu anapumua, basi nitaingia naye kwenye ndoa. Hilo ni kosa kubwa sana, kwa sababu ili uingie kwenye ndoa lazima vigezo na masharti ambayo umejiwekea vizingatiwe. Kumbuka, ndoa inatakiwa kuja kwa wakati sahihi. Yaani wakati sahihi ni pale ambapo unakutana na mwanadamu sahihi wa maisha yako. Wala usiingie kwenye ndoa kwa sababu unahisi watu wanakuonaje kwa sababu umri wako ni mkubwa. Utajikuta umeingia kwenye ndoa na mwanadamu asiyekuwa sahihi na maisha yako yatakuwa ni ya majuto siku zote. Namba 5, usikubali kuingia kwenye maisha ya ndoa kwa sababu ya hisia na mihemko ya kimwili. Watu wengi hufanya kosa la kuingia kwenye mahusiano ya ndoa na watu mbalimbali kwa sababu ya mihemko na hisia za kingono ambazo zipo katika miili yao.
Hilo ni kosa kubwa, kwa sababu hisia wakati mwingine huwa zinapotea. Kinachotakiwa kubaki kama kiunganishi ni upendo pekee. Kama ukifanya kosa hili, basi utajikuta ni mwanadamu mwenye majuto, kiasi kwamba hata uchumi wako hautokuwa mzuri, kwani mwanadamu asipokuwa na furaha, hata uwezo wa kufikiria, kufanya maamuzi na kutafuta maisha huwa unapungua kabisa. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.